bado watu wako hivi. Watoto mbele za Yesu. Mbele za Yesu. Sawa. Tunaanza. Igizo letu limeanza katika kanisa hili. Kuna waumini wanataka waage kanisa wajielekeze katika nchi ya tatu. Ningeomba hawa waumini wakaribia hapa mbele ya kanisa ili waage kanisa ipasavyo. Nashukuru sana walimu na watoto kutujulia hali na kuagana na washirika wenu. Hawa mmefanya jambo njema kwa kazi mlionayo, kazi ngumu sana. Sitasahau siku ya sherehe ya watoto kwa kiasi cha pesa. Pia hata kanisa letu, watoto wangu mmekomaa katika misingi ya neno la Mungu. Asanteni sana. Bye. Mungu amenisaidia, nimetoka kwenda nchi ya tatu. Mimi nitakaloacha nasema ni waimbaji, kama mkutano mpigie simu kuhusu swala la chakula, msijali. Bye bye. Nashukuru Mungu nimetoka kwenda nchi ya tatu na nataka niache na waga. Nitashusha kwa hadi mshike tumbo zenu hadi mtafurahi. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na mimi nani nimepata nafasi ya kutumikia katika nchi ya tatu. Kwa hiyo nimekuja kuaga. Nimwombee Mungu na ndugu, nitaboresha mazingira ya kanisa kuwa ya kupendeza kuliko haya mnayozoea. Bye bye. Amen.
Bwana Mungu wa Isaka, kwa moyo wako toka Ilia. Mchungaji, naomba uniombee zangu kumtumikia Shetani, na nimechoka kumtumikia Shetani. Nakumbuka yale maneno yako yaliyokuwa yananiambia niache pombe, ndiyo nimeacha. Nataka kuwa mtumishi wa Mungu. Mungu, nashukuru sana Bwana. Mchungaji huyo anakuja mbele zako, amekiri makosa yake yote. Anataka Bwana umtawale daima, hata nishushe roho yako. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Tunaomba. Baba, bariki mtumishi wako, anakuja mbele zako, amekiri makosa yake yote. Baba, naomba Baba mbariki. Baba, naomba mbariki Baba. Naomba Baba mapepo yake yote Baba aishi. Baba, naomba tena sijurudie kunywa pombe. Baba, mtawali katika matakwa yako. Baba, nikiomba na kuamini, sema amen. Mtumishi, tangia leo pale juu pale kuna kakazi kidogo siku ya 5. Awe. Hapa ndio kanisa kwetu. FPCT Mtense Pake Golgotha. Pale chini na makaribu. Ile ndio yasonga. Tike. Mtumishi, hata kusidi. Tusiwe wapenda pombe. Niokoke wa ndugu zangu wapagani. Nakumbuka ile siku niliambiana nilikuwa kunywa pombe kwenye miti chokoko ya suti. Ndiyo, kesho tushafika kanisani. Sio wiki ijayo. Tutakutana pale Ade. Ona tayari. Tunaona suti tinati. Hapana. Amen. Amen. Asifiwe tena. Namkaribisha mchungaji Benjamin aombe sadaka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kushia mahali pa joto takatifu. Tunasema asante Bwana. Tumeshukuru kwa neno lako na mchana wa leo. Wana wako tumetoa sadaka zako mchana huu. Baba, ukazibariki mchana wa leo. Bariki wote ambao walikunyoshea mkono, Mungu wetu, na hata kazi itakayofanyika zidi ya sadaka hizi, Baba ukaendelea kuibariki. Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi na Amen. Asifiwe tena. Karibu katibu kwa matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaitika. Bwana Yesu asifiwe. Mbele za Yesu. Tukale kimya sasa tusikilize matangazo, maana ni ya muhimu sana.
Sasa tunatangaza sadaka ya shukrani. Tumepata 8,800. Watoto walioshiriki ibada ya Jumapili ya leo ni 280. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndo matangazo ambayo tulionayo. Mengine tumwalike kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Basi tangazo letu la kwanza ni kusema kwamba watoto wote ambao wameshiriki leo, tuna muda ambao tutapata mlo. Kwa hiyo watoto wote tutakaa hapa ndani ya kanisa, kwenye jengo la kanisa. Kwa hiyo kila mzazi aweze kuwa karibu na mtoto ili wasio wanakwenda wanazagazagaa maeneo tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ingenipendeza sana kwa maprotoko wetu waweze kutuambia ratiba yao ambao watakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikiri kwamba watoto wote watakaa humu ndani na wazazi watakuwa nje. Kila mmoja hapa, awe mkubwa awe mtoto, sote tutasherehekea kwa pamoja, na kila mmoja kila ambacho tumekiandaa lazima atakwenda na kipata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wazazi watakuwa nje, watoto watakuwa ndani. Basi karibu katibu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikiri kwamba mkuu wa idara yuko mahali hapa kwa kuweza kutoa neno kwa ajili ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kuhitimisha sikukuu hii ya leo, Noeli ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kama kwa idara wa kituo hiki ambaye amesema kwamba kwa idara kambi ina neno la kusema, sina mengi, labda nataka kusema kwamba ni shukrani kwa kuwa jinsi nilivyopokea katika kituo hiki. Bwana Yesu asifiwe. Pili, nashukuru sana uongozi wa kanisa pamoja na wazazi wa watoto kushirikiana kuwa kuna kliniki watoto kuwa kuja hapa kwenye kusikia neno la Mungu, na tunaomba kwamba watoto hawa waendelee kuwa wanasikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto waendelee kufundishwa, watakuwa wako wanapata malezi mazuri ya neno la Mungu, wataishi kwa kadri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi zaidi. Asante sana kwa kukaribisha, na asante sana kwa kuwa watoto wamekuja kusikia neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
Basi karibu kwa katibu wa kanisa uweza kusikia. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watoto. Mbele ya Yesu. Mbele ya Yesu. Asante sana. Tutulie tusikilize matangazo Tunakwenda kusikiliza matangazo yetu, ni machache tu hapa. Tunataka kutangazia kwamba ibada ya siku ya 3 jioni litafanyika hapa Golgotha. Na watakaohusika na usafi Jumapili ijayo itakuwa ni tawi la Efeso. Tuna hapa mahitaji ya kuombea wiki hii. Hitaji la kwanza linasema hivi: omba Mungu atuwezeshe kuvuka mwaka huu kwa amani na usalama. Omba Mungu atuwezeshe kuvuka mwaka huu kwa amani na usalama. Hitaji la pili, kuombea nchi za maziwa makuu, amani na ulinzi. Tuombee nchi za maziwa makuu, amani na ulinzi. Na hitaji la tatu na mwisho, ombea kambi yetu ikae katika amani na ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Na mzunguko ujao utakuwa kituoni Antiokia. Karibu kiongozi kwa matangazo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya Yesu. Yesu asifiwe kanisa. Makofi kwanza, makofi kwa ajili ya mkutano wa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Hata tuanze kushukuru. Kabla ya kushukuru ni kwamba tumekwenda kusahau kidogo kwa ajili ndugu yetu hapo ambaye anachukua matukio ya mkutano wa watoto, atukumkaribisha. Inawezekana tutakwenda manyumbani na dugudugu na kila mmoja atakwenda kujiuliza mbona yule anachukua ametokea wapi? Kwa hiyo ingawa unachukua ndugu, ukikaribia hapa tujua kama unatoka kwenye kituo gani na tujue jina lako. Utatusamehe kabisa, imetipita. Karibu sana useme mahali umetoka na ile kanisa lako ambayo unaabudu. Kwanza Mungu akubariki kwa ajili ya kuchukua matukio. Mungu akubariki sana. Karibu. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Isaac Mkomana. Nasali kwenye kanisa la Pepa. Nimetokea pale kwenye 8 katika polisi. Asante sana, Mungu akubariki. Kutoka kanisa jirani Pepa. Yeye kazi yake ni hiyo ambaye anachukua matukio yote ambayo yanapita hapa. Mungu akubariki. Naona kabisa ni idara la TV Master. Asante sana kwa kazi hiyo, Mungu akubariki. Uboreshe mambo mazuri yaonekane vizuri huko Marekani, California na kule kwingine. Walimu waulize huku kwanza kesho na kuendelea. Asante. La pili ni kwamba kesho tunaanza na matangazo hapa kwetu, ndio tutavuka misheni. Kesho siku ya kwanza tutakuwa na kazi. Ninarudia, kesho siku ya kwanza tutakuwa na kazi. Kazi itakuwa hapo juu. Tutafanya kazi ya upango huwa. Yaani tunahitaji wanaume wote. Hii ni kazi inahusu sana wanaume. Inalenga sana wanaume. Wakina mama nitakuja baadaye. Kesho wakina baba msamani, tuwe sisi wote hapa na saa 2 kutoka kwenye masali tu. Tuwe hapa. Utaleta vitu vya kazi kama ifuatavyo. Utaleta mpanga. Wewe kina baba ulete mpanga. Kama ukiwa na ile hama, ukiwa na hama ulete.
Kwa hiyo tutafanya kazi ya hua na Noeli itaanza tarehe 23 mpaka 24 mpaka 25. Na sasa kwenye mkutano lazima watu wapate kidogo chakula. Kwa hiyo tunakazia mkazo kwa ajili ya watumishi wa Mungu, kila tawi mashemasi waanze kukongoa chakula. Kila tawi mashemasi wakongoe chakula. Tulishaanza kupokea na tunaendelea kupokea. Mashemasi wakongoe vyakula kwa ajili ya mkutano wa Noeli. Mkutano wa watu wazima, huu mkutano umekwisha. Tunabaki sasa mkutano wa Noeli, sasa Krismasi ya watu wazima ulimwengu mzima. Kwa hiyo tunahitaji mashemasi wakongoe vyakula. Wewe mashemasi ambaye uko kwenye tawi waanze kukongoa chakula kwanza leo, hata jioni sawa tu, kesho na kuendelea, kwa sababu tunahitaji ripoti ya vyakula ambayo tutabeba na vingine ambavyo vyakula tutakula kwenye mkutano. Tumeshapokea nini? Tumeshapokea mchele na kuendeleza. Kwa hiyo tunahitaji mashemasi wasimame kukongoa vyakula, na kila nyumba 2,200 nyumba zetu za Wakristo 2,200. Kwa hiyo wewe mashemasi ambao unapita kukongoa chakula usikose kuuliza pesa 2,200 kila familia. Ni hela kidogo tu, 2,200. Na ile sei ya mchele, hata unga sawa na maharagi na sehemu ya nini na sehemu ya mafuta usikose. Hizo ndio vyakula lazima mumtumikie Mungu. Na la mwisho ni kwamba ni shukurani. Tunashukuru sana kwa mwenyekiti wa mkuu wa idara letu la Assembly kambi kuboresha mambo haya kwenye kambi lako ama kwenye vituo vyote kwa jumla. Tunasema asante sana. Mbele ya watoto hapa kwetu kama hapa imepita vizuri. Nafikiri tumeanza na leo asubuhi, tunamwambia Mungu ingawa ni masika. Kweli ni wakati wa mvua kabisa, ni wakati wa mvua. Mvua nayo ni baraka, kwa sababu tunapanda na siku moja tutapata malimbuko kwa ajili ya kazi ya Bwana. Lakini nikamwambia Mungu kama vile Elia alipoomba, zuia kidogo kwa ajili ya mvua, ili Noeli ya watoto ipite sawa. Uzuie kwanza zile koke za maji. Lakini tunapoona mazingira, Mungu amezuia kidogo, hivi dakika ngapi ama sana ngapi. Asante kwa Mungu. Amen. Asante kwako kwa maana mambo niboresha vizuri. Tumeshukuru sana mwenyekiti wa kambi wa Assembly. Mungu akubariki na jopo lako, pamoja na mwenyekiti wa Assembly hapa kwetu kituo na walimu wako na jopo lako. Tunasema mambo yako umeboresha vizuri, na dakika ngapi tu nafikiri tutaanza kupata chakula. Kwa hiyo Mungu awabariki na jopo lako. Mambo yamekwenda vizuri, tumeona jinsi ulivyo na jinsi mmeboresha. Mungu awabariki. Mwaka kesho 2026 mwezi kama huu, mambo mengine yatakuwa zaidi. Mungu akubariki na Mungu atubariki sote. Amen. Nafikiri mwisho ni kwamba tukimaliza kupata chakula, tukimaliza kila kitu, nafikiri watumishi tusiondoke, tutakwenda kuonana kidogo dakika chache. Mwisho wa mambo yote, nafikiri mwisho wa mambo yote, mambo yakuwa vizuri hapa, tutaonana kidogo kwenye meza yetu kwa dakika ngapi, tuangalie mambo ya wiki hii na mengine, na Mungu atubariki. Amen. Asante. Tusimame twende kupanga ibada letu. Tusimame. Wanaomba uko chiwe manga Yesu Kristo. Makole manga onoeli. Noeli yemo ya bana mwami Yesu makole manga. Makole manga onoeli ya bajune. Yeta na yankene na lempe. Wanaomba waumbo ni Yesu na pesa.
makole mango bale balo onte kwandala ni wengi yatakambe na pato vituo na kila ipo yote eltano makene kila ipo yote eltano pelo tumene ombe makole mango bano bote madowa idara bana baola hano wapande hii uyante vetu netu matawi iyante tawi toshe na badibu tose basande ibale hano na vechumbange toleane tilimonchi imana kisi yendelea velilande wabano bana noeli yabo yesu koba wapeleche mulebano nyoma tuwa vechimiti mulebano wama tuwa makwaya mulebano wama tuwa tina mama mulebano wama tuwa tumpeti mulebano wama tuwa mungu batumishi na mungu ombele tomone ele